na sasa ni kipindi cha 3. Nimeona hapana. Nimezunguka, nimefanya maendeleo katika wilaya zote za mkoa wa Mara. Hapa kwetu Musoma mjini, nilipozaliwa, nilipokulia, mliponiona nikiwa natoka makamasi, sijawahi kuacha alama yoyote. Na mnajua jamani, vidole huwa vina muda, saa nyingine vinashuka. Uongo kweli? Siku moja ambayo mimi siitarajii, na ninamuomba Mwenyezi Mungu asiweke, yani isiwepo, yawezekana nikawa na mimi sasa ni mshauri kwenye chama wakati huo, na mimi nyinyi mseme Agnes aliacha alama fulani Musoma mjini. Kwa hiyo ndio maana nimesema nianze na nyinyi wenzangu wajasiriamali wadogo ambao mimi nimetokana na nyinyi, kwa maana ya kuwawezesha. Kwa sababu sikuwa na uwezo wa kutoa pesa mfukoni kwangu nikampa kila mmoja. Na mimi pia niliposikia fursa za mama yetu Samia Suluhu Hassan alipokwenda kuteta na ndugu zetu wa mabenki, na bahati nzuri benki ya CRDB, benki sikivu sana, benki inayotoa huduma nzuri, benki inayo wajali wa Tanzania na masikini na watu wa chini pamoja na matajiri, wakawa wasikivu kwa haraka, na wao wakasikia kuhusu hili swala la kuwahudumia au kutoa mikopo kwa wajasiriamali, mikopo yenye masharti nafuu, lakini lazima ilipwe. Na ndiyo maana mkopo huu mnapewa nyinyi. Ukipewa shilingi 100 unairudisha 100 kama ilivyo. Hiyo sio tu kwamba iko bure, ni kwa sababu mimi mbunge wenu, kutokana na ule mshahara alionipa huyu mama yetu Samia Suluhu Hassan aliyetaka tulete furaha, na mimi nikasema hapana, yeye katangaza neno furaha, basi na mimi ngoja niwafurahishe watu wake ili kusudi furaha yake itimie. Siku na yeye atakapoendelea kwenda sehemu nyingine ajue mkoa wa Mara fulani iliyoisema binti yangu amekwisha itoa kwa wajasiriamali. Nimejitoa dhamana, siwezi kuambia ni kwa kiasi gani cha fedha, ambayo kile kiasi cha fedha ya kwangu mimi nimejinyima mimi na familia yangu, nimejinyima mimi na watoto wangu, kile ndio kitakuwa kinalipa riba yenu. Kwa hiyo nyinyi mnapata mikopo isiyokuwa na riba. Sijui mmenielewa? Kwa hiyo mimi pia nakuwa nimechangia sehemu kwenye familia yako. Kwa hiyo ukipita unasema hapa ni Embeju Agnes, Embeju Agnes, au mnasemaje jamani? Hapo vipi? Hebu tuone kidogo basi hapo, sawa? Hapo vipi? Embeju, Embeju, Embeju. Hapo vipi? Samia, Samia, Samia. Na hii siyo mikopo ya longolongo. Hapo ndio mjue CRDB wanatisha. Mmenielewa? Kilichofanyika tu ni kwamba yale masharti ya kwamba wewe sijui kalete nyumba, wewe sijui kalete sijui shamba. Mimi ndio shamba lenu hapa nilipo, mimi ndio nyumba yenu hapa nilipo. Kwa hiyo ubunge wangu nimeuweka rehani kwa ajili yenu nyinyi. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu wana Musoma, niwaombe sana na kuwasihi, ili kusudi tuende mbele zaidi, ni lazima na nyinyi mjitoe kama mimi nilivyojitoa kwenu. Mimi nimewajaribu na nyinyi nijaribuni. Tena mkinijaribu itakuwa vizuri sana, kwa sababu hili nalifanya ni mwendelezo wa miaka 5, na iweka dhamana ya miaka 5. Kwa hiyo kila mwaka, kwa sababu mkopo huu malipo yake utakuwa unalipa kila mwezi, kama ni kila wiki mtakubaliana, lakini kwa mwaka mmoja. Kama mtakuwa wajanja, mtakuwa mko active, mtachukua tu ile hela moja kwa moja kwa kina mama, msiende kununua Carolite, mwende mkaifanyie kazi. Mkiifanyia kazi vizuri kina mama, faida yenu mkawa mnarudisha haraka haraka. Mkirejesha, kwa mfano mmerejesha ndani ya miezi 6 kabla ya mwaka, maana yake mna dabo. Najua mnajua kwa kuwa mna vikundi, au sio? Yaani kwa mfano
Kama mmepewa milioni 5 ndani ya miezi 6, haraka haraka mmekwisha rudisha, maana yake ni kwamba si hamjamaliza mwaka. Siku ile unamaliza tu ile ya mwezi wa 6 au mwezi wa 5. Wewe unachofanya uzuri, wataacha na wao namba za simu, ni kugonga tu simu, wanaidabo mara hizo. Si mmechukua milioni 5? Basi hapo mtapewa milioni 15. Hapo vipi? Haya, kuna wale ndugu zangu labda leo mmepewa milioni 100 au mmepewa milioni 50. Si mmemaliza haraka haraka? Yaani wanachotaka kuangalia ni kwamba nyinyi mnafanyaje kazi, mnafanyaje biashara.